Wakati fulani zilikuwa turathi zilizoibiwa kutoka makaburi ya watu mashuhuri zikafichwa kwenye majumba ya matajiri na kusafirishwa kwa njia za ulanguzi zikivuka mipaka ya nchi na mabara. Sasa vipande hivi vya kihistoria vyenye thamani kubwa vilivyokuwa vimeibwa kutoka dola ya kale ya Warumi vimepatikana na kuwekwa kwenye jumba la maonesho mjini Napoli nchini Italia kwa ulimwengu kuona na kujifunza tarehe iliyojificha inayosema mengi kuhusu sio tu Ulaya ya kale bali pia jinsi Ulaya ya sasa ilivyoathirika na fikra za hapo zamani. Jina langu ni Mohamed Khalef na huu ni Mwangaza wa Ulaya kutoka hapa DW Bonn. Kiasi cha vipande 600 vya turathi za kiarkeolojia ambavyo vimekuwa vikiwindwa na kikosi maalum kiitwacho wanajeshi wa Karabinieri vinaonyeshwa kwa mara ya kwanza mjini Napoli, Italia, kwenye makumbusho ya kitaifa ya arkeolojia. Zaidi ya vipande 15,000 vya turathi zilizokamatwa ama kutaifishwa na kikosi cha ulinzi wa turathi za kitamaduni cha Karabinieri zinahifadhiwa zikilindwa zisipotee tena. Sasa mamia vipande hivyo vinaweza kuonekana kila mtu anayetaka kujifunza upya historia ya upande huu wa ulimwengu, akijikumbusha dola ya kale ya Warumi iliyotawala takribani Ulaya nzima na kuvuka bahari ya Mediterania kuingia Arabuni na Afrika Kaskazini. Vipande hivi vya turathi vinavyoonyeshwa sasa vimechaguliwa kutoka eneo lote la kusini mwa Italia na vinawakilisha kipindi cha zama za kale hadi zama za kati. Vipo kwenye maonyesho yaliyopewa jina Hadithi za Uhalifu na Turathi Zilizoibiwa. Massimo Ossana ni mkurugenzi mkuu wa makumbusho ya Italia na mratibu wa maonyesho haya. Una mostra bella che racconta ni maonesho ya kupendeza ambayo yanasimulia hadithi ya kupendeza, hadithi pia ya marejesho ya turathi zetu za kiarkeolojia ambazo kawaida huwa zinajikuta mikononi mwa watu binafsi au hata makumbusho za kimataifa. Kutokana na kazi kubwa ya ofisi ya mwendesha mashitaka, kikosi cha Karabinieri pamoja na wizara, vipande hivi vya turathi sasa vimerudi kwao na kwenye mwangaza, kwani vilikuwa vimewekwa ghalani kwa muda mrefu. Siamo finalmente nelle condizioni di mostrarlo tutti. Watembeleaji wa makumbusho haya wanapata fursa ya kusafiri kimawazo kupitia vipande hivi vya turathi za kiarkeolojia na kuyaona maisha yalivyokuwa kwenye tawala za kale za Italia na Ugiriki. Vitu kama vile kaure, silaha, vyombo vya jikoni, mapambo na hata marumaru za Kirumi vinasema mengi kuhusu wapi Ulaya leo imetokea. Kwenye mojawapo ya vyumba vya makumbusho haya kuna kasha kubwa lenye sarafu za Kigiriki, Kirumi na dunia ya zama za kati. Tena Massimo Ossana, mkurugenzi mkuu wa makumbusho ya Italia na mratibu wa maonesho haya. Come sempre negli scavi clandestini, come sempre, kama kawaida kwenye uchimbaji wa arkeolojia, mambo yanagundulika kuwa mchanganyiko, sio tu kwenye ukale na mfuatano wake, kutoka zama za kabla ya kuhifadhiwa kwa kihistoria hadi nyakati za Warumi, bali pia kwenye ubora. Kuna rekodi za makaburi ya Apuli yaliyoibwa ambako kulikuwa na idadi kubwa ya vifaa vya chuma kutoka Afrika na kile kifahamikacho kama mabilauri ya Gathia. Kisha kuna mabilauri ya udongo mwekundu yaliyorejeshwa kutoka Geti mnamo mwaka 2006 ambayo yanatokana na ukanzi wa karne ya 5 kabla ya Kristo. Pamoja na hayo kuna sanamu kama vile sanamu ya shaba ya Filipo Mwarabu ambayo kwa kweli ni turathi ya dimu sana kugundulika. Ma che praticamente è stata scoperta proprio grazie al lavoro di questa mostra. Filipo Mwarabu anayetajwa hapa na mkurugenzi Ossana ni Filipo wa kwanza ambaye jina lake la Kilatini lilikuwa ni Marcus Julius Philippus, aliyezaliwa mwaka 204 na kuuawa mwaka 249 akiwa ametawala dola la Warumi kwa miaka 5 kutoka mwaka 244. Mtawala huyu mzaliwa wa Syria ya sasa iliyokuwa wakati huo sehemu ya dola la Kirumi anatambuliwa na historia wote kwamba alikuwa ni Mwarabu kwa asili yake, na miongoni mwa aliyoweza kuyafanikisha
kwenye miaka michache ya utawala wake ni kuingia kwenye mkataba wa amani na dola ya Sasania ya Irani ya sasa ambao ulikubaliwa na kupitishwa na Seneti mjini Roma. Katika bara ambalo sasa siasa za mirengo mikali ya kulia zinazopinga wageni, hasa wenye asili ya Kiarabu na Kiafrika, ni ajabu na kweli kwamba lenyewe bara hili liliwahi kutawaliwa na watu kutoka jamii hizo hizo wanaozipinga hivi leo. Sehemu kubwa ya vitu vinavyoonyeshwa kwenye makumbusho haya ya Napoli ni vile vilivyoibiwa kutoka kwenye makaburi ya watu mashuhuri. Kwa miongo kadhaa, wavamizi walikuwa wanayaandaa maeneo ya machimbo ya arkeolojia kusini mwa Italia, na wengine walizamia baharini kusaka meli zilizozama karne kadhaa zilizopita au magofu yaliyo chini ya maji. Kwa kutumia teknolojia za kisasa kama vile vifaa vinavyotambua uwepo wa madini ya bati ya machuma, GPS na drone, wavamizi hawa wa bahari walifanikiwa kugundua vitu vilivyozikwa maelfu ya miaka, anasema mkurugenzi Osana. Bellissime sono le storie perché sono storie che simulizi za jinsi vitu hivi vilivyopatikana ni za kuvutia kwa kuwa ni hadithi ambazo sio simulizi za arkeolojia au vitu vilivyopatikana kupitia ekolojia pekee. Ni simulizi zinazofungamana na mikasa ya Camorra au mikasa ya uhalifu kwa ujumla, ambapo arkeolojia ni swala linaloingia kwa sadfa tu. Kisha kuna mikasa ya watu waliotiwa hatiani tena na tena. Miongoni mwa mikasa mashuhuri sana anayotaja hapo sana ni sanamu ya shaba inayoaminika na wasomi kuwa ndio sanamu pekee halisi iliyosanifiwa na mchonga sanamu wa Kigiriki Lysippus. Sanamu hii iliyoopolewa kutoka kwenye ziwa moja katikati mwa Italia mnamo mwaka 1964 ilikuwa imefichwa kwenye debe la takataka, ikihifadhiwa baadaye kwenye bafu ya mtawa mmoja wa kanisa na hatimaye ikaja kuuzwa kwa thamani ya euro milioni 4 kwenye makumbusho ya Getty mjini Malibu. Meja Massimo Esposito ni kamanda wa kikosi cha ulinzi wa turathi za kitamaduni cha Carabinieri mjini Napoli. Nel quartiere Miraglia del comune della frazione. Kwenye wilaya ya Miraglia kulikuwa na sanamu ya kifalme iliyokuwa kwenye nyumba ya mtu binafsi. Kutokana na uvumi tuliosikia kutoka kwa watu wa eneo hilo, tuliweza kuvamia na kuikuta ikiwa kwenye mojawapo ya vyumba vya jengo hilo na tukaichukua. Ndio hii sanamu ya kupendeza iliyojengwa kwa maromaro. Di pregevole fattura, come dicevo. Hata hivyo, licha ya juhudi zote hizi, ukweli ni kuwa wizi wa turathi za arkeolojia bado ni mkubwa barani Ulaya, ukitumia njia na zana za kisasa zaidi, na ndiyo maana masoko yasiyo rasmi yamejaa matangazo ya kuuza na kununua vitu kama hivyo, anasema Pier Paolo Filippelli, naibu mwendesha mashtaka mkuu wa mji wa Napoli. Sono esposti qui in mostra strumenti classici. Kwenye maonyesho hapa kuna zana halisi za wezi wa makaburi kama vile kipimo cha udongo ambacho wachimbaji makaburi hutumia kujua ikiwa kuna mipasuko kwenye udongo. Sasa walanguzi wa turathi wanatumia vifaa vingine vya kisasa vyenye uwezo mkubwa zaidi kuliko vya wachimba makaburi, kama vile mitandao haramu ambako vitu wanavyoiba vinawekwa mnadani kwa ajili ya kuuzwa. Nasi pia kama vyombo vya uchunguzi na sheria tunapambana vita hivi kwa kutumia akili mnemba. La nostra battaglia su quel terreno anche avvalendosi dell'intelligenza artificiale. Naam, basi kufika hapa tunakamilisha makala hii ya Mwangaza Ulaya, ambapo leo tumezungumzia kuanzishwa kwa maonyesho ya turathi za arkeolojia katika mji wa Napoli nchini Italia, ambayo yanaonyesha historia ya Ulaya tangu zama za kale. Jina langu naitwa Mohamed Khelef, na kwa heri hadi mara nyingine.